Ripoti zinasema vurugu hizo zilitokea jana baada ya kijana mmoja mwanasoka aliyechezea timu ya mitaa aliyekuwa akitibiwa hapo kupoteza maisha. Ndipo ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu walipofika hospitalini hapo kwa fujo wakiutaka mwili wa ndugu yao. Hawakutaka kusikia habari za kanuni za kitabibu, walitaka kitu kimoja tu, kukabidhiwa mwili wa mpendwa wao ili upeleke nyumbani wakaufanyie mazishi ya kiasili. Lakini madaktari wa hospitali hii walisimama kidete, kwani sheria za afya duniani ziko wazi. Mwili wa mtu aliyefariki kwa Ebola unakuwa na mamilioni ya virusi hai na ni hatari zaidi kuliko hata mgonjwa aliye hai. Ukigusa, ukibusu au kuosha kama ilivyo desturi ya kiasili, unakuwa umejiweka katika hatari ya kuugua ugonjwa huu. Madaktari walitaka kuwapa mwili huo na kusisitiza lazima uzikwe kwa usimamizi maalum wa madaktari. Hapo ndipo hasira ilipolipuka. Kundi la vijana liligeuka kuwa la kikatili zaidi. Walianza kushambulia majengo kwa mawe, wakipona madirisha na kuwatishia maisha ya wafanyakazi wa afya. Polisi walifyatua risasi za onyo na mabomu ya machozi kama sehemu ya kuwatawanya wananchi hao wenye hasira kali. Ndani ya sekunde chache viberiti viliwashwa, moto mkubwa ulilipuka na kuanza kuteketeza mahema ya matibabu yaliokuwa yamejaa vifaa vya gharama kubwa vya kuokoa maisha. Moshi mzito mweusi ulitanda angani huku kukiwa na hofu kubwa. Wakati moto huo ukiendelea kusambaa, kulikuwa na wagonjwa wengine 6 waliokuwa wamelazwa humo ndani wakipigania maisha yao dhidi ya Ebola. Katika hali ya sintofahamu, maafisa wa afya walilazimika kuhatarisha maisha yao wenyewe, wakakimbia katikati ya moto na moshi na kufanikiwa kuwatoa wagonjwa wote 6 salama na kuwahamishia katika jengo kuu la hospitali hiyo.